Hello, karibu sana katika kipindi chetu cha Wanawake Live, kipindi cha wanawake Tanzania, kipindi ambacho kinazungumzia masuala ya jinsia pamoja na watoto. Kwa hiyo nakualika sana katika kipindi hiki ambacho tunapewa support kubwa kabisa na QFL, watengenezaji wa magodoro Dodoma. Na katika kipindi chetu tunakuwa na masuala mbalimbali ya kijamii ambayo yanawahusu sana wanawake pamoja na watoto, kwa sababu wao ndio wamekuwa victim, wao ndio wamekuwa wahanga katika jamii yetu ya Tanzania. Na leo katika kipindi hiki tutakuwa mkoa wa Tabora. Mtazamaji, ni hivi majuzi katika taarifa mbalimbali za habari, mitandao ya kijamii, tuliona mwanamke ambaye ilisadikika kwamba aliwaua watoto wake wawili na kuwafukia ndani. Kwa hiyo na sisi kama Wanawake Live, kwa kweli swala hilo lilitugusa kwa namna ya kipekee, tukasema ni lazima tuweze kufika katika eneo la tukio. Na Mungu alisaidia tukaweza kufika Tabora. Leo tutakuletea mkasa mzima jinsi ambavyo sisi tuliweza kufuatilia, lakini kwa lengo moja tu la kuweza kuijenga jamii yetu ya Tanzania ili majanga kama hayo yasijirudie tena. Yote hayo ni katika kipindi chetu cha leo cha Wanawake Live. Usiende mbali. Jina langu ni Joyce Kiria. Na sasa tunaanza kipindi chetu. Kama nilivyokuambia, ni safari yetu ya Tabora, safari ambayo kwa kweli ilikuwa na changamoto nyingi kwa upande wetu, lakini tunamshukuru Mungu, mwisho wa siku tuliweza kufika salama na kuweza kufuatilia kwa ukaribu zaidi kile kisa cha yule mama ambaye inasemekana kwamba aliwaua watoto akawafukia ndani. Twende ungana nasi ili uweze kujua mwisho wa siku tulitaka ujifunze kitu gani kutokana na janga hilo. Unafahamu tangu tangu yani sasa amezaliwa huko kwenye hii nyumba. Hapa ndio kwa wazazi wake, kwa babake mzazi. Kwa hiyo wazazi wake hawapo. Mzazi wake mwanamke hapo, lakini hivi sijui wapi huko mzazi same za Geita. Babake mzazi alishafariki. Kwa hiyo mtoto sasa yeye unamuita mtoto, mama ambaye alifanya tukio hili, yeye amezaliwa akiwa na hilo tatizo la akili. Uzazi wa kwanza amezaa, uzazi wa pili ndio likatokea tatizo. Hata sisi tulipokuwa tukipata habari kwamba yule mtoto kawa mwevu, tulikuwa tunachukulia kuna magonjwa yale, kuna kifafa cha uzazi na kuna siku hizi wanasema tena kuna kifafa cha uzazi. Kwa hiyo unajua cha uzazi nimeletea matatizo ya akili. Lakini kadri siku zinazokwenda ndivyo hali inazidi kuwa mbaya. Na alikuwa amezaa watoto wawili, mzao watatu. Baada huyo mkubwa aliyemuua juzi hapa, hapo kuna mwingine alikufa naye, aliugua homa na tumbo kuharisha. Alafu ndo aka kadogo kama kamekufa na mkubwa wao kabisa. Kwa hiyo huyo wa pili alikufa tu kawaida. Aliumwa tumbo kuharisha, homa. Akaenda kalazwa hospitali, akamtorosha. Yeye akamtorosha. Akamtorosha mtoto. Atoroka naye kabla hajapona. Kwa hiyo tayari hapo tatizo la kichwa lishamwanza. Na huyo aliyekufa ndo chanzo cha tatizo la kichwa. Huyo mwingine mdogo tunamzungumzia aliyezikwa hapa, yeye mwenyewe kamzaa lakini yuko katika hali hiyo. Mmoja tu ambaye yeye alimuoa kabla ya tatizo. Akazaa na yule mtoto wa kwanza. Kabla hajawa tatizo lake, akanyonyesha, akaachisha, akabeba mimba, akazaa huyu wa pili. Ila huyu wa tatu ndo hatumjui, ambaye huyu wa miezi mingapi. Yeye hatumjui. Kama kumjua nafahamu. Kwa hiyo yule mume wake wa kwanza ambaye amezaa naye watoto wawili, alikuwa anajua kama huyu mke wake ana tatizo? Alikuwa anafahamu. Kwa sababu alikuwa anakikishana hapa, akisogea yule babu sangina anamfukuza, anampiga. Ili mradi tu ilikuwa ni vurugu tu za hapa na pale. Amani tu ilikuwa haipo. Yule babu yule kijana akawa akashindwa kabisa. Walikuwa wakai hapa? Na baada ya kumwoa sasa nyumbani. Yule binti baada ya kuwa mgonjwa wa akili ndo akarudi hapa na watoto wake. Ndio kama mtu akitokea hivyo ndio anaanza kuja. Siku zingine siku zingine anatokea kunakuwa na amani. Basi hivyo tu. Labda sisi tuone na hilo kaburi lingine. Alifanyaje?
aliua kwanza ndio akawafukia ama aliwapakia katika ile kikili ya kutoka roho ndio kishawafunga kabisa umo, si ni wadogo. Lakini kwa mujibu wa maelezo yake siku hiyo wakati nafanya naye interview hapo ndani, aliniambia kwamba aliwashika akawazungusha shingo. Na baada ya hapo ndo akaamua awaweke kwenye mfuko. Nikawamuuliza umewafukia wapi? Akaniambia hapo nyuma yako, kwa maana mimi nilikuwa nimekaa naangaliana naye. Sasa ina maana kwa nyuma yangu, kwa maana ya hapo. Kwa hiyo hapo wakati unaongea naye hamjawaona watoto? Walikuwa bado wamefukiliwa, huyu tu ndio alikuwa kafukuliwa kidogo tu. Yule bado kabisa hajafukuliwa. Lakini hapa mlishaona hapa alikuwa ameshatolewa kidogo. Ila yule kule alikuwa hajafukuliwa kabisa. Na hata ukipita ilikuwa papo kama hivi kama hivi palipokaa hivi hapo. Baada ya kutoka pale niliingiza mkono. Kuingiza mkono, kushika, nikagundua hapa nimeshika kichwa. Kwa nikarudisha nikawa nimeweka sasa. Bado wakawa askari polisi bado wanasubiri amri kwamba pafukuliwe waweze kufukua. Sababu kulitokea mabishano ya kisheria wao wenyewe polisi kwamba tunaweza tukafukua au mpaka idhini ya mahakama. Lakini kwa taratibu ambazo tulibaki tunaeleweshana nao hapa kwamba ingekuwa hii kesi ina utata kwamba kuna mabishano kati ya wanandugu, tungesubiri amri ya mahakama. Lakini hili bado liko mikononi mwa jeshi la polisi. Mnaweza mkafanya wenyewe. Wakasubiri pia maelekezo kutoka kwa wakubwa wao, basi wakaendelea. Kwa hiyo yeye mwenyewe anakiri. Yeye mwenyewe aliniambia pale mkono. Kwa sababu huyu inaelekea kama alimweka kichwa chini. Kwa sababu mimi nilivyo nani pale. Wakati namuuliza kwanza mara kwanza kutaka ajibu kitu. Nikagundua inawezekana labda sura za polisi na hao watu wamemsimamia. Nikamwambia jamani naomba msimame pembeni ili niongee naye. Ndio pale akaweza kunieleza hiyo. Nikamuuliza vipi watoto? Sasa nimuuliza kwa nini umefikia hatua hiyo? Kwanza alicheka. Akasema basi tu huko anacheka kwa sauti kubwa afa. Akanyamaza. Sasa hapa nikagundua kabisa lazima atakuwa na tatizo kichwani. Kwa hiyo akukujibu swali hilo kwa nini kafikia alicheka tu. Basi tena anacheka, yani hajali kwamba amefanya kitu ambacho kimeumiza jamii. Yeye anatafuna moyo wake tu. Hata kule alikuwa anauliza na wale mapelelezi. Wewe umeua. Anamwambia umeua wewe. Anabishana na wapelelezi. Wewe una kisa chako wewe mwema. Anamwambia wewe ndio mwema. Jamani, huko ni polisi. Watoto wako uliwapeleka wapi? Wako wapi? Akasema wewe ndio uliwapeleka wapi? Wewe nataka watoto wangu. Akamweleza watoto wako hujui, unaweza kujua kwamba wana matatizo gani. Akasema unajua wewe. Anao mlisho. Mara anao nani? Mara anao Rehema, yani mama yake mzazi ambaye kumgusa. Yani maneno ya kuchanganya. Ndio akajua kwamba huyu ni mwehu, tumpeleke hospitali. Ndio kwenda hospitali kugundua faili lake. Liko kule. Alikuwa na faili? Liko hospitali. Hospitali gani? Itete. Kwa hiyo faili ilikuwa inasema kwamba yeye ni kichaa. Na kadi ipo. Ya siku nyingi. Lakini wewe ndio ulikuwa unakaa naye hapa alikuwa anatibiwa hospitali Itete. Wakati mnaishi naye hali ilikuwa alibadilika, ilikuwa safi, anafua na nini. Hao walikuwa na mwana anakwenda sokoni na mtoto kambeba. Anarudi anafua, anapika, tunakula. Yaani yule binti kuna siku au kuna nyakati hizi za miezi hizi anatulia vizuri, kama ni kupika na kwenda na watoto wake sokoni anaemea. Na kuna siku ukimkuta tu ukimwambia Zuhura ujambo, akutizama tena kunja uso kabisa. Unaogopa, unapita mbio. Basi hata sijui uwehu wake katika wataalamu watauhitaji. Na kuna siku anatulia, kuna siku anapanda juu kabisa. Huyo babu yake siku zingine alikuwa anamtoa mita umsilale, akimngangania hapa mpaka majirani wapatikane. Kweli baba? Mpaka majirani wapatikane. Mmoja tunampeleka hospitali na jamaa mmoja taxi driver. Mwenyewe ali bro. Kwa nini? Yeye ana afya ajabu. Mimi na mume wake. Na yule taxi driver. Asubutu kumuingiza kwenye gari au kumtoa kwenye gari. Sijui wewe wanakuwa na nguvu za namna gani.
Kwa hiyo aliwashinda? Alipelekwa hospitali, kampiga sindano, akawa anamtibu. Yani ni kichaa kilipanda. Ilipandaga siku moja kabidi kwenda hospitali. Yani Hospitali kama ni mgonjwa wa namna yoyote wana faili lao. Kwa hiyo faili lake kule ni la ugonjwa wa akili. Na amewahi kukujeruhi, kukukaba, kukufanyia? Kukaba tu anaweza kukushika sana hivi kwa nguvu sana. Huwezi hata kujitoa. Unajitoa kwa nguvu, sasa lazima ujisaidie. Lakini sasa saa nyingine anatulia nikabaga tu mara ya kwanza. Nafikiri leo mtoto alikuwa wako huyo. Ndio siku ile ya kwanza usiku sasa. Na wewe ni nani yake? Mimi jirani yako. Wewe ni jirani. Kwa hiyo ilikuwaje? Alipomkuba ndo tukaanza kumsaidia ule usiku. Babu ulipiga kelele? Katika ile kelele ndio nikaona kwamba nijivute huko kwa kweupe kule. Usicheke jamani. Nijivute kule mume wake sasa wakati ule kishakwenda. Alikuwa hajafika. Kuanzia mpaka saa 11 alfajiri. Alikukaba kuanzia saa ngapi? Yaani kuanzia usiku huo wa saa ngapi siji? Eti ulikuwa saa ngapi? Ulikuwa saa 4. Hivi wima tu. Si mpaka saa 6 kajaga usiku ule mama nakumbuka. Saa 6 usiku kuja hapo nyumbani kujaga usiku ule. Kwa hiyo mkaja kumuokoa babu? Usiku kucha amekukaba? Amekushikilia? Hivi. Sasa ikabidi kumpeleka hospitali, ndio kaenda kufunguliwa faili. Akawa anatibiwa. Katika kutibiwa, ikawa fresh kabisa. Mpaka wakamruhusu kwamba. Wakati huo alikuwa na watoto wangapi? Ana watoto 2. Wakati huo alikuwa hajazaa huyu wa mwisho? Alikuwa amezaa yule ambaye aliopata ugonjwa. Ambaye ni mtoto wake wa pili. Wa pili alifariki. Naye alifariki. Kwa maradhi tu. Kwa maradhi tu, lakini si mnasema alimtorosha hospitali? Mimi wakati anamtorosha sipo, hili swala la kutorosha mimi sijui. Kwa mimi nilikuwa Urambo. Nilipokwenda Urambo akanipigia simu mume wake. Mzazi mwenzie kwamba, bwana huyu mtoto mgonjwa sana. Mwambie basi mpelekeni hospitali. Akampeleka hospitali. Sasa ikawa kule hospitali analala yule mume wake. Analala kule, saa nyingine anaondoka analala. Sasa mimi nilipotoka kule mimi nafika hapa nikamkuta nyumbani. Nilimkuta nyumbani vipi? Akaniambia kwamba naona kwamba katoroka Kitete. Kwa hiyo umefuatilia? Namuuliza hivyo, akasema huyu mtu mwenyewe bwana si unamjua. Basi akawa na dawa lakini alikuwa nazo. Siku hiyo ya tukio la hawa watoto, unaweza kutuambia kidogo ilikuwaje? Ilikuwa kwamba mimi asubuhi nimetoka kama kawaida yangu. Mimi nilikuwa nalala huku alipofikiwa huyu mtoto mkubwa. Huku hapa au saa nyingine hapa anatandika. Maana yake godoro lilichomaga. Nilikuwa nimetoka siku moja nikakuta godoro limechoma. Nikamwambia hujambo? Sijambo, vipi? Nikajua watoto wao wanaamka nani baadaye kabisa. Nikamwambia bwana mimi leo sina hela. Nakwenda kazini. Hapa sirudi mpaka jioni. Wewe ulipotoka ukaenda kwenye kibarua ukapata shughuli ukafanya ukapata hela. Ndiza kuhamia nikahamia samaki. Nikahamia samaki wa shilingi ngapi? Shilingi 100,000. Nikaona samaki leo atakula samaki. Alipozipokea sasa tu akakaa mlangoni pale. Nikamwambia watoto wako wapi sasa? Nimeleta, alikuwa anapenda Jojo. Yule mkubwa. Mkubwa ndio wa kike. Yuko wapi nipe Jojo? Namtania kwa sababu gani? Niwaone kusudi nikanunue hizo Jojo. Akasema Jojo nipe hela tu mimi mwenyewe nitakwenda kununua. Nikaona nikupe wewe. Siwezi kukupa. Akaniambia unawataka nini? Wa kwako. Watoto wamekwenda kwa mlisho. Watoto maneno akachanganya sana. Ndio nikashituka. Sasa pointi yangu mimi wamepotea. Amepotea huyo mtoto mmoja. Nikaenda nikamkuta binti mmoja hivi. Huyu mama yuko ndani. Nikamwambia, bwana vipi? Mwamvuli umemwona hapa? Huyo binti alikuwa anaitwa Mwamvuli. Kama leo. Mwamvuli yule kijana namuulize anakaa kwa yule. Wakasema sijamuona kwa kweli muda mrefu sana. Nikaona nimuone mwenye nyumba ndio kwa sasa. Muone mwenye nyumba mama Sela na. Nikamuuliza bwana hao watoto tumewaona leo. Akasema mimi toka asubuhi sijaona. Alafu wewe toka yani toka asubuhi huyu bibi
amefunga mlango kabisa. Kafungua saa ngapi? Saa 5:30 au saa 6:30. Ananieleza huyu. Mchana. Mlango ulikuwa umefungwa, lakini mimi nikafikiri kwa sababu wao wanakwenda sokoni, anambeba mtoto wake na mwingine anamwacha ndani, anakwenda zake sokoni, anakuja kwenda kuhemea. Kama wewe huko umekwenda kutafuta riziki. Si ukafikiria hivyo, kafungua mchana. Sasa ikabidi kutumia nguvu. Wakaitwa watu wanaume wengine wakamshika. Sasa mwenyekiti alipofika hapa, akaona sio, akaanza, jamani, hapa si kuna shimo limechimbwa hapa likafikiriwa. Sio shimo kufikiria udongo. Kutoka tukaliona. Fungueni na huko tukafungua. Kutizama tukaona kumefikiriwa. Mwenyekiti akasema watoto wamepotea 2 na mashimo 2. Hapa kuna tatizo. Mwenyekiti anasema wakati huo yeye wapi? Yeye huyo dada leo. Kamatwa sasa, ataachiwa tena pale matatizo haya mama. Kamatwa. Kidogo ndio kuanza kufukua hapa. Bwana mmoja hivi akafukua na askari wapo hapa, akaona mtu, wakamtoa. Walivyomtoa hapa, kumweka hivi hawajamaliza. Ikabidi mimi sasa kuhojiwa. Maliza kuhojiwa hapa, nikapelekwa kule kwa kwa shehe kuandikisha statement. Nikamwambia nirudi kuangalia vyombo. Wao wakaondoka sasa. Majirani na mwenyekiti na maiti na wao askari. Ningependa kusikia wewe ulijisikiaje ulipoona mtoto anatolewa huko ashauriwa? Pressure ilinipanda. Nilipanda pressure. Kikawaida unawaza vingi na ukizingatia huyu mama yao watoto alikuwa na tatizo la akili ambalo ulilijua muda mrefu. Nini uliwaza baada ya kuona matukio haya ambayo aliyafanya kwa watoto wake? Mimi kwa kweli nilijua tu kwamba kwa sababu pale nilivyokuwa nimepata pressure. Ukweli nilikuwa siwezi kuwaza kitu chochote, lakini nilikuwa nawaza kifo huyu kwa sababu huyu mtoto nilikuwa nampenda vibaya sana katika watoto. Pamoja na yeye mjukuu wangu. Yaani hawezi sasa nikamanika. Nafikiri mawazo yalikuwa hayo. Ndivyo ilivyokuwa. Nitaka nisikie upande wa mama jirani hapa. Siku hiyo ya tukio, kwa upande wako labda ulishuhudia nini? Kwa Jumapili. Sasa nilipotoka kule kanisani saa 5, saa 4. Nafika na shughuli zangu wala sikujua kuna nini kinatendeka. Tukio lenyewe kuja kuniambia, aliniambia mwenyewe watoto siwaone wako wapi. Nikamwambia hivi sijui hata mimi watoto sijawaona, na hivi nilikuwa kanisani. Tumetoka kwenye saa 5 hivi. Au ni kwa sababu yeye hapa alikuwa mzimu. Tulikuwa tuwasiliane naye wala mimi. Ila katoto katoka kanasema pale wanaongea na watoto wenzie. Sasa sijamuona mtoto akatoka nje. Ni wakati gani ulikuja kugundua sasa hali ilikuwa imetokea ya kuwa watoto? Baada ya babu yake alipokuja kuniambia kwamba bana watoto siwaone. Umemwona baba yao kaja kuwachukua? Nikamwambia sijaona mtu yote. Yaani mimi kani watu anarusha mawe vibaya. Sasa mimi nilikuwa nimesimama huko. Na angalia baadaye nikaona hao wamefika, tumekuwa wengi, ndio nikaingia sasa. Ulikuwa usogei hapa? Nilikuwa sifiki. Kwa nini? Kwa jinsi alivyokuwa akili yake unaweza kufika hapa kaanza kurushia. Wewe mama sasa unaangalia nini? Anaanza kurusha mawe. Sasa saa zingine kuna watoto wadogo. Kuna siku moja alimkosa mtoto mdogo hivi mjukuu. Ndio nikaja nikamfokea, wewe zuri, tabia unaifanya sio nzuri. Akanyamaza akaacha. Lakini unamfokea ila akili yake sio ni zaidi ya akili ya kawaida. Kwa hiyo unaweza kufokea lakini bado akaendelea. Baada akaendelea, lakini ukimfokea anaacha. Unaona? Sasa zingine anaweza kutenda kitendo ukamfokea akaacha. Watoto wa shule tu wenyewe walikuwa wapiti. Walikuwa kipita tu hapa, atawakamata atawavuta viatu. Mama yake akija anamwambia njoo. Sikupi kiatu au namwa nini. Sasa na mimi kwa kuwa namfahamu huyu akili kidogo sio, naambia jamani hebu niendeni muache huyu, mtaleta ndani hapa, mtaleta nani mgomvi. Sasa akitoka na limti akitoka na nini mwanzo anapiga tu. Anapiga watoto? Anapiga mtoto. Hata wewe mama yake kama ukija unamtetea mtoto wako anakupiga tena. Basi wakawa watu hawapiti, wanapita hivyo. Hapa walikuwa hawafiki. Ulijisikiaje kugundua kwamba ameua wale watoto wake? Yeye kweli ni watoto wake, lakini sisi ni watoto wetu. Nilikuwa nikikaa hapo nikaangalia hivi, kananisalimia shikamoo masale marhaba, yani nilikuwa najisikia vizuri. Sasa baada ya kuona kamefikiriwa hapa chini kamekufa, najisikia vibaya sana.
Kwa kweli kwa tendo hilo jamii lazima tujifunze, kama tukiwa na mtu kama huyo lazima tumsaidie, watoto tuwatoe au tumchukue tumpeleke kwenye kuwahifadhi wenye akili ili kuwapusha hao watoto. Hata ikiwa kule ambapo wanahifadhiwa wale, saa zingine wanamchoma sindano analala, hasa hao watoto wanaendelea wanakuwa vizuri, au hata kama kuwatoa kuwapeleka sehemu nyingine inakuwa ni vizuri. Kwa hiyo jamii tujifunze kwa kweli. Kwa tendo hili lilotokea sio zuri. Wapo wengi kwenye jamii yetu sana. Hivi unasema anatulia, lakini sasa ndio siku anafanya jambo ambalo kwa ni la majuto. Kama hivi sasa. Mtoto anapokuwa kama mtoto, hatujui mbele kumsaidia nini. Naona. Sisi tumefika hivi, tumefikia mwisho. Sasa yule ndio tukategemezi letu. Watoto ndio taifa letu la baadaye. Atanisaidia mimi, atanisaidia yeye, kila mmoja atamsaidia. Ndio hivyo. Mimi kweli ambacho ningependa jamii ijifunze toka kwa wahusika mpaka kwa sisi jamii wazungukwa ni kwamba kuwe na ushirikiano babani kwa huyu mama na umamani kwa huyu mama. Wanawake Live. Tunaendelea na kipindi chetu na umeweza kujionea hicho kisa mkasa ambacho kilitokea Tabora cha mama kuwaua watoto wake na kuwafukia ndani. Sababu zinazotajwa sana ni kwamba huyo mama alikuwa na tatizo la akili. Sasa hapo ndipo tunapoanza kuangalia nini tunajifunza kwenye kipindi hiki, kwa sababu watu wenye matatizo ya akili tunao wengi kwenye jamii. Hatuzungumzii kuwatenga, lakini tuangalie ni namna gani ya kuweza kuwasaidia, lakini na kusaidia watoto wetu na ndugu zetu wengine ambao wanaweza kupata madhara kwa namna moja au nyingine. Sasa baada ya kuwasikia babu amezungumza, jirani amezungumza, mwenyekiti wa mtaa amezungumza, lakini tukaona ni vyema pia tuweze kumpata baba wa wale watoto ambaye anatajwa ndio alikuwa mume wa yule dada, yupo na yeye anazungumziaje tukio hili ambalo kwa kweli linahuzunisha na linaumiza sana. Mimi naitwa Mlisho, mkazi wa Tabora. Ndio. Huyu mwanamke mwanamke nadhani nimemuoa na miaka 6. Okay. Miaka 6. Lakini katika miaka ile 6 nilikuwa na misukosuko mikubwa sana. Tulifanikiwa kuzaa watoto wawili. Na ndio mmoja huyu hapa ambaye kamzika. Lakini wewe kama wewe ulizaa naye watoto wangapi? Nilizaa naye watoto wawili. Wote huyo mwingine yupo? Mmoja kashafariki, tumezika pale. Kabla ya Hawa. Kabla ya Hawa. Yule alioverdose dawa pale. Tumezika pale. Alimoverdose dawa. Nilipokuja kupata taarifa kwamba mtoto yuko hali mbaya. Ikabidi mimi niende kule check. Wow. Fika pale nikakuta mtoto hali mbaya sana. Ikabidi mimi nichukue usafiri. Tukaenda moja kwa moja Kitete. Fika odini tukalazwa. Kwa kweli mtoto alikuwa kazidiwa sana, hali ilikuwa ni mbaya sana. Sasa mlijuaje amempa dawa nyingi? Mimi nilimkuta anamnywesha dawa. Nilimkuta anamnywesha dawa. Afu vile vile kipindi hicho anamnywesha dawa babu akiwa kasafiri. Nikaenda pale nyumbani. Nimkuta kweli mtoto hali mbaya. Ikabidi nichukue usafiri mpaka Kitete. Fika Kitete kwa kitanda. Siku ya kwanza mtoto ikawa hali mbaya. Lakini hapo yeye akawa analangania atoke na mtoto kwamba huduma yote apate. Siwezi kwa sababu huyu hawezi kukubali mimi wachukue watoto. Na alikuwa anawapenda sana watoto. Alikuwa akubali kabisa watoto wake wachukuliwe. Huyo dada. Na istoshe mimi mtoto nimeshambeba mara 2. Nimpeleka kwa mamangu. Lakini babu ananipigia simu ananiambia bwana mrudishe mtoto. Mamake yuko hali mbaya. Kwa hiyo mimi nikawa namrudisha mtoto. Sababu akasema utakuja kuingia kwenye matatizo. Kwa sababu ukishamchukua mwanae, anaweza kaenda jirani akachukua mtoto mwingine akamfungia ndani. Ili afanyaje? Aletwe mtoto wake. Yaani anakuwa kama vile anachukua mateka. Kwa hiyo kuna kipindi alimchukua mtoto wa ndugu yangu akaenda kumfungia ndani. Anataka mwanae. Ikabidi mimi nitoke Nzega kule. Yaani nafika tu na mtoto hivi kwa mama. Napigiwa simu na babu ananiambia leta mtoto mara moja. Unaweza kutokea maafa. Mimi nilikuwa na wasiwasi kwa sababu maisha walikuwa naishi kwenye maisha magumu sana. Maisha hatarishi. Kwa hiyo nilikuwa nafanya jitihada kubwa sana ili niweze kunusuru maisha ya watoto. Nilipomuoa alikuwa yuko safi tu. Kwa jinsi alivyokuwa anaendelea alipozaa mtoto wa kwanza huyu, ile hali kidogo akaanza kuwa anasahau kitu fulani alikuwa anasahau.
anasema roho inamlipuka. Kwa hiyo ile hali kwa imeendelea hivyo hivyo. Siku nyingine huaga tunakufishana mpaka yani tunapalangana ndani. Yani ukakamae kweli kweli. Usipoangalia unaweza kutoa nafsi. Na kuniuma. Meno. Kwa hiyo inabidi mimi yani namuita babu, nampigia simu, ambia babu chukua bwana, huyu anaweza kaleta matatizo. Kwa namrudisha pale kwao, anakaa kidogo, anakuja suluhu, namrudisha tena. Kwa anaonekana kama vile anapungukiwa. Hasa alipojifungua ile mtoto mwingine yule pale wa pili. Alipata kifafa cha uzazi. Kwa tukao tumeshampeleka kule Kitete. Baada ya kumpeleka kule Kitete, kakaa kama siku 2. Ya pili akajifungua yule mtoto wa kiume. Basi yani siku ya kwanza alikuwa yuko safi odini na siku ya pili alikuwa yuko safi. Kwa sababu mimi nilikuwa nafuatilia. Siku ya 3 manesi wakatuambia kwamba kaishiwa damu. Ikabidi akaanza kutindikiwa damu. Kutindikiwa damu kama siku 2 hivi. Siku ya 3 ndo alianza maluelue pale Kitete. Kwa madaktari wakatushauri kwamba apigwe shindano za usingizi nini, apunguzwe mawazo hivi atakapokuwa anaamka na akili mpya. Alikuwa yani anafanya vurugu tu mbaya, inabidi kumtuliza kweli kweli. Lakini baada ya muda fulani akawa karuhusiwa kwamba Kitete hali yake wakasema ni mzuri. Akarudi akawa anakaa pale kwao. Lakini cha kushangaza pale kwao alikuwa na uwezo wa kupika. Alikuwa na uwezo wa kuogesha watoto. Alikuwa na uwezo wa kila kitu. Ana nguvu. Lakini kwa sababu mimi nilikuwa na kidogo nikiwepo na babu, tulikuwa naweza kumdhibiti, kufunga kamba, kupeleka hospitali. Mlikuwa mnafunga hadi kamba? Tulikuwa na uwezo kufunga kamba kwa sababu hali yake ilikuwa si nzuri. Kwa ile hali kwa imeendelea hivyo kwa mwaka mzima. Kusema ukweli mimi sijakanyaga pale kwao. Ila likitokea tatizo, kuna saa zingine alikuwa akiwachukua watoto. Kuna siku moja babu kanipigia simu. Huyu mtoto kambeba na huyu hapa. Huyu anatembea, huyu kambeba. Kaenda nyumba ya jirani. Pale Mwinyi. Kwamba kangangania pale, anasema kwamba hapa ndo anataka aishi yeye na watoto. Kwa hiyo babu akawa kanipigia simu kwa sababu akajua kwamba yani yeye kuweza kumdhibiti ilikuwa ngumu sana. Nilipofika pale, kwa hiyo alidai tu huduma. Tukao nimemwemelea pale mchele nini. Akawa kaenda nyumbani. Kwa hiyo kuanzia hapo, lakini babu nikawa naendelea kumsii. Nikamwambia babu, la kwanza lilitokea, tujaribu kunusuru huyu hapa kwanza, mtoto huyu hapa mkubwa. Wasiwasi wangu mimi katika mazingira yani kuishi nao katika mazingira. Kwa sababu mtoto anatakiwa pale pa kulala kwenye angaliwe. Kwa amka yake anatakiwa angaliwe. Kula yake pia, kile chakula kinachopikwa je kipo sawa? Unaona? Ndio hayo. Na vile vile ushauri lazima utapata kwa watu. Walikuwa wananiambia sana, bwana angalia sana kwa sababu huyu huenda atakuwa na matatizo. Kwa kuna tatizo linaweza likamwijia akaja akawatalisha watoto maisha. Sasa mimi nawaambia, mimi hapa ninachoziwiliwa hapa na babu, mtoto paka napanda naye basi naondoka naye. Inamaanisha mimi nilikuwa nataka nimnusuru mtoto. Na paka mama tunampigia simu, mama mtoto yuko kwenye maisha, yuko watalishi. Njoo wachukue. Mama yako wewe? Mama yake mzazi na huyo binti ambaye ndio bibi yao na watoto. Mwezi wa 12 amekuja. Yaani ametumiwa nauli na babu kwamba aje tuweze kuweza kujadili swala kuhusu hao watoto wa bibi. Yule mama kaja. Alipokuja wiki, yani imenikera sana mimi. Yule mama kaja wiki yako. Babu anaongea naye kwenye simu ananiambia atakapokuja mama nitakupigia simu na nitakukutanishana naye ili muweze kujadiliana kuhusu watoto. Wiki ya kwanza nikapigiwa simu na babu akaniambia mama kaisha kuja. Yani kamsisitiza. Nikamwambia babu asiondoke mama. Yani paka tuonane naye. Asiondoke ili tuongee ili swala la huyu mtoto ambebe kwa njia yoyote. Babu akasema yani usio na tatizo mlisho, tuongee tu mangine. Kama hilo swala la mama yao kuja kuwabeba watoto, atawabeba tu. Lazima mtaongea naye, utakaa naye utaongea kama kumchukua yani nyewe wenyewe tutakutanisha ili mmeongee. Wiki ya pili inaendea wiki ya 3, babu ananiambia mama karibia aondoke. Nikamwambia naomba unikutanisha naye mama, unipigie simu tukutane sehemu yoyote ili tujadili kuhusu mtoto. Asiondoke. Babu ananiambia nauli mimi ndo natoa. Inamaanisha sitompa nauli
mpaka ukutane naye wewe uongee kuhusu hili swala la watoto. Cha kwanza namuuliza, babu Mvua yuko wapi? Ananiambia tumemwacha kule. Nikamwambia, mama, hivi babu hajakwambia kwamba inatakiwa mtoto umchukue uende naye? Anasema mimi sijui. Nikasema, babu tumeshajadili naye na tulikuwa tunatakiwa tukutane kabla wewe ya safari. Mama ananiambia, mimi baba nimeshakata tiketi hapa. Na gari muda wote naondoka. Yaani hiyo mimi imenikera sana. Huyu babu na huyu mama mimi imenikera sana ile hapo. Imenikera sana. Nikasema, mama twende tu saizi asubuhi. Mama akasema twende tukajaribu. Tukaenda paka pale Chemchem. Mama akaniambia, wewe usifike pale kwenye nyumba ile, akikuona atakataa. Jibanzeni huko. Nikaenda barabara Ulambo kukaa ili nisubirie. Basi mama kaenda pale, nilikuwa namwangalia yule mama jinsi anavyoendelea kumbembeleza. Ikaonekana kwamba amekataa. Mama kaja akanipa taarifa kwamba kakataa mtoto asitoke. Mpaka imekuja kutokea majanga haya hapa. Mimi nakuja kupigiwa simu saa 12. Saa 12 jioni babu ananipigia simu kwamba watoto hatuwaoni, mama mtu kakaa mlangoni pale anakula mua. Kama jinsi nilivyotoa taarifa nyingine, nishatoa taarifa. Mwenyekiti akanipigia simu. Akaniambia usije kwanza kwa sababu tuna wasiwasi ndani. Kuna jembe sebleni, alafu kuna michimbo miwili. Mchimbo mmoja huko kona ya mlango wa kuingilia na mchimbo wa pili. Yaani hivi kweli hata kama mtu ana nini mwendo wazimu anaweza akachimba sehemu akaweka flat. Ilikuwa mna mwinuko kama hii kaburi unavyoiona. Ilikuwa yani kasambaza kabisa udongo. Kwa kweli bila wananchi pale. Yaani kuhisi kwamba unaonekana ule udongo umechanganywa umezungurushwa. Tusingeelewa lolote kwamba hao viumbe walifikiwa ndani. Tusingeelewa. Na akaja akachimba nyuma ya mlango wa chumbani wa kuingilia ili watu wasijue. Mdogo kama unavyoona kaburi yake hapa aliwekwa sebleni na ule pale mkubwa aliwekwa chumbani. Unaona? Kwa hiyo mimi baada ya hapo nikasema basi hapa acheni tu. Tusiguse. Mimi nakwenda kituo kikubwa cha polisi. Ikabidi mimi kwanza nitoke nje. Kwa sababu ni hali ya kusikitisha sana. Ukuweza kukaa. Kwa kweli yani nijikaza tu kiume. Kwa mtu mwingine asingeweza. Nijikaza sana kiume. Wakati wanachimba ulikuwa ukiyashuhudia? Wakati wanachimba kwa kweli yani nilivyokuwa najipa moyo. Kwa sababu kuna wananchi wengine ambao walikuwa wanasema kwamba huenda alifikia manguo yake kwenye yale mashimo. Kwa hiyo mimi nikaona najua labda kunawezekana kuwa na mashimo watoto wanawezekana kuna sehemu aliwapeleka. Nilivyokuja kusikia tu askari anatoka nje anaomba mifuko ya damu. Nikajua na kujua kalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inamaanisha kwamba watoto wameshakufa. Nisikitisha sana. Muda wa saa moja nikashtukia tena wanachimba kumtoa huyu hapa mtoto mdogo. Naye wakamtoa. Wakawa wamemtoa. Baada ya kuwa wamewatoa wote wameweka pale. Tukachukua picha pale. Nikaambiwa kwamba tu ije gari. Ikaja gari defender ya polisi. Tukaja tukabeba. Kwa kweli wananchi jinsi yani jinsi walivyokerwa na ile tatizo. Yule binti anataka kumua. Ulinzi ulikuwa mkali sana kwa sababu wananchi walichichamaa juu ya tukio hilo sana. Ananiambia ni chetu washemeji. Kaza moyo. Na mimi nilikuwa na kaza moyo sana. Nilikuwa na kaza moyo sana. Tukachukua machela tukatoa tukaweka mochwari. Tukawapanga wale wa viumbe. Ndio mkafanya taratibu za kuzika. Baada ya hapo tukafanya utaratibu wa mazishi. Niko na babangu mdogo hapa. Ndio alichukua zima kupeleka miili ya marehemu hao. Kwamba tuko mazishi yafanyikie pale Mazarodi. Mtazamaji wa kipindi cha Wanawake Live, kwa kweli hili jambo linasikitisha, linahuzunisha, linauma, linaumiza. Kwa kweli sijui hata nisemeje, naishiwa maneno kabisa. Nikijaribu kuona kabisa watoto jamani, makaburi mawili ya watoto ambao wameuliwa na mama yao mzazi, na inasemekana kuna mtoto mwingine wa tatu ambaye alikufa kwa ajili alimzidishia dozi ya dawa. Kwa hiyo hii tatizo lake la ugonjwa wa akili sio la sasa hivi, yani alijianzia kwa hao watoto.
tatizo ambalo limeanza muda kidogo. Sasa inawezekana tunachukulia ni kawaida, lakini madhara ni makubwa sana. Tulichokuwa tunataka tuone wote ni madhara makubwa ambayo yanaweza kujitokeza pindi ambapo tunakuwa na watu ambao wamepata matatizo ya akili na tunawapuuzia tu. Unasema tu bwana huyo chizi, bwana huyo kichaa chake kimeamka leo, au leo kichaa chake kimetulia. Madhara yake, majuto yake huwezi kuyazungumzia. Kwa hiyo ndo kama hivyo watoto wamepoteza maisha. Mimi sijui hata wale watoto wakati wanauliwa na yule mama, yaani sielewi kama walikuwa wanajisikiaje, kwa sababu ni mama yao. Yaani sielewi mama anawezaje akaua watoto, hicho kitu hakipo, yaani akiniingia akilini. Lakini ndio hivyo imetokea. Tunajifunza nini? Na tunajifunza nini kwa sababu kuna tukio lingine lilitokeaga, nakumbuka Moshi, houseboy aliua mtoto. Alikuwa anafanya kazi kwenye ile nyumba, inadaiwa kwamba walikuwa wanamuona ni mchapakazi sana, lakini alikuwa na tatizo. Na wapo wengi. Kuna kesi moja pia, yule binti mpaka leo najua hajapatikana, hajarudishwa kwao Mwanza huko, ana tatizo la akili, lakini hapa Dar es Salaam wamemshikilia, wanajua kwamba huyu ni housegirl wetu, ni mzuri, anafanya kazi, hajui kudai mshahara, hajui kudai chochote, mradi amepewa chakula amekula, anachapa kazi za ndani. Lakini nataka tuone madhara ya kuwa na hawa watu. Yule houseboy alileta majuto, akaua mtoto, akala ubongo wa mtoto, akajiua na yeye mwenyewe. Hayo ndio madhara ambayo tunataka tuyaone wote na tuwasaidie watu ambao wana magonjwa haya. Basi baada ya hapo tuliona ni vyema tupate angalau maneno kutoka kwa madaktari. Na tunashukuru sana kitengo cha pale hospitali ya Muhimbili Taifa, ambacho tulipata daktari bingwa kabisa wa magonjwa haya ya akili, ili aweze kusema na jamii ya Tanzania, aweze kusema na Wanaafrika Mashariki na watu wa dunia nzima wanaoangalia kupitia website yetu. Karibu tuungane naye. Wanawake Live. Asante sana Joyce Kiria. Mimi naitwa Dr. Theonest Ruta. Ni daktari bingwa wa afya na magonjwa ya akili hospitali ya Taifa Muhimbili. Tunapoongelea ugonjwa wa akili, ugonjwa wa akili ni kama magonjwa mengine. Ila ugonjwa wa akili wenyewe unaenda kuaffect kwenye mfumo wa fahamu, mfumo mkubwa ule wa fahamu. Na kinachotokea sana sana kwenye mfumo mkubwa wa fahamu, tunasema kwenye ubongo sana sana. Kinachotokea pale ni kunakuwa na kutibuka kwa vile visafirisha habari kwenye ubongo. Tunajua mtu anaweza kukumbuka kitu, akumbuke jana amekula nini, akumbuka huyu anaitwa nani, kuna kumbukumbu ambazo zinakuwepo kwenye ubongo. Na pia vile vile kuna sehemu ambayo inahusika sana na mambo ya hisia, emotions. Kuna sehemu ambazo zinahusika na mambo ya fikra, na mambo ya maono, yani perception. Sasa ukisha kuwa na mtibuko wa hivyo visafirisha habari, basi hizi sehemu zinakuwa zimeathirika kwa namna moja au nyingine. Na sasa katika magonjwa ya akili kuna magonjwa ya akili makubwa na magonjwa ya akili madogo. Sasa tukiongelea sana sana yale makubwa, ukisha kwanza na hiyo mitibuko affect hizo emotions, affect perceptions ambazo tunasema ni maono au na fikra au mawazo, mgonjwa anaweza sasa akabadilika tabia ambazo ndo mara nyingi sisi tunakuja watu wengi wanakuja kuziona tabia kwamba sasa huyu mtu amebadilika, aidha anakimbia, anapenda kukaa peke yake. Hayo sasa ni matokeo ya zile fikra za yule mgonjwa au maono ya yule mgonjwa. Fikra inapokuwa imebadilika au distorted thinking, mgonjwa anaweza kawa anawaza tofauti, anashindwa kutambua uhalisia wa vitu. Ndio ile kama mtu kwa kawaida katika kacha yetu, mtu anaweza kawa anahisi labda kuna mtu anamloga, au kuna mtu anamfuatilia, au kuna mtu anasoma mawazo yake, au mawazo yake yanaongelewa kwenye television na vitu vingine. Hiyo ni sehemu ya fikra au mawazo. Kwenye perception au maono ni kunakuwa na disturbance kwenye tafsiri ya zile senses. Kwa mfano labda kuona, mtu anaweza kawa anaona kitu ambacho hakipo, au anasikia kitu, labda anasikia watu wanamuita au wanamsema nini, lakini in actual sense wale watu hawapo. Kwa hiyo kusema mgonjwa mbona anaongea peke yake, kumbe anaongea na sauti ambazo yeye anazisikia. Kwa hiyo ni sehemu ya perception. Sasa sehemu ya hisia ni zile hisia ambazo labda furaha au huzuni. Sasa mgonjwa mgeza akaja na huzuni sana. Maana yake tunaposema huzuni, mtu anaweza akapata huzuni. Siweze kupata huzuni tu leo na kesho ukasema kwamba mimi nina ugonjwa wa akili. Lakini ile ikiendelea kesho kutwa, wiki mbili, mwezi,
kila siku unahuzunika tu au kila siku unakuwa na furaha ile iliyopitiliza, then tunasema hilo ni tatizo, inaweza ni tatizo la ugonjwa wa akili. Sasa ile ya huzuni yenyewe sasa ndio unaitaga sonona mara nyingi, ambao ipo nyingi sana sasa hivi kutokana na jinsi tunavyoishi na vitu vingine. Sasa mgonjwa anaweza kawa anaanza kuwa na zile fikra hasi, wanasema negative thinking, anaweza kujihisi ni mbaya, kuna sehemu amekosea, anastahili adhabu na vitu vingine. Sasa hiyo ikiendelea sana, isipogundulika mapema, akishajiona yeye mbaya, afai na nini, anaweza akaanza kuwaza na kuwa na hisia zingine kwamba hastahili kuishi. Na kama hastahili kuishi, anastahili labda auawe au nini. Ikisipofanyika anaona kwamba ni bora yeye aukatishe uhai wake. Ndio hiyo wanasema kwamba suicide, wamejiua. Mtu amejiua, lakini ukija kuchukua history nyuma unakuta kumbe alishaanza kuwa na tabia za kujiraumu, kukaa peke yake, kuona na thamani ya vitu vingine. Hizo ni dalili kubwa za magonjwa ya akili. Tukija kwenye ile ya mawazo, unaposhindwa kutambua uhalisia wa vitu, unaweza kuwa unahisi kwamba mtu fulani bana anifuatilia, bana anataka kuniua. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuta mgonjwa labda anaweza kawa, wanasema anakuwa na paranoia, anaanza kuwa anajirinda. Kwa hiyo mwisho wa siku anaweza akawa anatembea na kisu au anatembea na bastola kwa sasa hivi, kwa sababu zinapatikana kwa ajili ya kujilinda. Kwa hiyo akiona tu mtu mbaya tu, anahisi labda hata kama anaongea tu anahisi kwamba anamwongelea yeye vibaya, anaweza akamuai kama kumdhuru au nini kwa namna moja au nyingine. Lakini ukija kuangalia ni kwamba sio anafanya kile kitu kwa makusudi yake au nini, ni kwamba anajaribu kujiprotect yeye mwenyewe. Na kwenye emotions pia tunasema kwamba unapokuwa na ile negative thinking, unafikiria mimi ni mbaya nini, inaweza ikaenda mbali zaidi, ukaona kwamba hata wale watu wanaokuzunguka unatakiwa kuwalinda, labda kunaweza kutokea shida, especially tuseme kama mama wajawazito wakijifungua, kuna muda fulani labda ukipita mwezi mmoja anaweza kupata tatizo kama la ugonjwa wa akili, na hilo linaweza likapelekea si kwa yeye peke yake, pia hata kwa mtoto. Kwanza kwa na watoto akajaribu kama vile anawaokoa kutoka kwenye shida kwa kuwaua au kuwadhuru kwa namna moja au nyingine, na yenyewe pia inaweza kama pia ni wanasema ni anakuwa na yuko infanticidal, yani anaua wale watoto wadogo. Kwa hiyo yote ni madhara ya ugonjwa wa akili. Pia vile vile kitu muhimu kwenye magonjwa ya akili, wagonjwa wa akili wengi wanaweza kawa wasijitambue kama wana shida ya ugonjwa wa akili. Sasa they can be also victims, wanaweza kawa pia victim. Kwa hiyo ikitokea kitu chochote wakasema huyu ni mgonjwa wa akili, lakini in real sense inawezekana sio hivyo. Ni kwamba labda kwa sababu hawajitambui ugonjwa wa akili. Kwa ni vitu vya kuangalia navyo pia. Kwa hiyo tutafanyaje kuwajua sasa? Kuwajua ni kuangalia zile tabia. Tabia za mwanzo za magonjwa ya akili. Acha hizo nizozielezea, kuna zingine ambazo labda mgonjwa anaweza kawa na mwanzo labda anakuwa ni mtu wa kukosa usingizi tuseme. Labda kama alikuwa analala masaa 6, masaa 7, sasa hivi labda analala masaa 2, muda mwingine wote anakuwa halali, au anaweza kawa analala sana, au ni zile dalili ambazo tunaweza kuziona kwa sisi kama watu kwenye jamii. Pia vile vile hasira, ambapo tunajua kwa kawaida yake huyu mgonjwa si mtu wa hasira, lakini ndani ya mwezi mmoja miwili amekuwa ni mtu wa hasira sana, au amekuwa ni mtu wa kupenda kukaa peke yake sana. Au kama alikuwa anaenda kazini, sasa aende kazini, kama alikuwa ni mtu wa kupenda labda kujichanganya kwenda kwenye sherehe na nini, aendi tena, ni mtu wa kupenda kukaa peke yake, au ni mtu wa kulalamika na kufanya nini, kwa hapa inawezekana kuna shida. Kwa hiyo tukiwa na hiyo elimu ya dalili za mwanzo za magonjwa ya akili, inakuwa ni rahisi kuwagundua na kuwapeleka kwenye vituo vya afya kabla ugonjwa hujawa mkubwa sana. Kwa magonjwa ya akili sasa hivi yanaelezeka kisayansi. Sawa? Kwamba kuna sababu za kisayansi za magonjwa ya akili. Kwa mfano, kuna sababu za kibiolojia. Kwamba either nimetumia dawa, au kwenye familia yangu kuna tatizo la ugonjwa wa akili, au nilipataga ajali nikaumia kichwani. Hizo ni sababu za kibiolojia. Lakini pia vile kuna sababu za kijamii, tunasema ni social cause, ambazo labda kuna kutokuelewana kwenye familia, kugombana, wapenzi wanagombana, wanandoa wanagombana, au kazini kuwa na ile matatizo mengine, au mtu hata kupanda cheo pia inawezekana pia ikawa ni stress.
kupata cheo, majukumu yanakuwa mengi yanakuzidi, mwisho wake unaweza kupata tatizo la ugonjwa wa akili. Hilo pia vile vile kuna tatizo la kisaikolojia. Sasa haya yote tunayafikiria tunaweza kupata okay, tunajua tatizo la ugonjwa wa akili labda huu kwa jinsi inavyoonekana ni sababu ya kurithi au ni kwamba huyu alitumia madawa. Kwa hiyo tunakwenda kwa jinsi hiyo. Kujikinga kwanza, nafikiri kitu cha muhimu sana kwanza ni kuelewa, kujitambua kwamba kuna tatizo, magonjwa ya akili yapo na yanatibika kihospitali. Hicho ni kitu cha muhimu sana kwanza. Magonjwa ya akili yapo na yanatibika kihospitali. Kihospitali kuna tiba za dawa na kuna tiba za kisaikolojia. Na tiba nyingine nyingi tu zipo. Kuna za dawa, kuna za kisaikolojia na pia za wanasema za tiba za kazi. Kuna vitu vingi sana kwenye tiba ya magonjwa ya akili. Okay. Kwa hiyo wananchi au watu wafahamu kwamba magonjwa ya akili yapo. Of course kuna issue ya jamii au culture kwamba uwezi kusema kwamba huyu amerogwa au nini au wiki nini. Kwa hiyo lakini inapozidi, inapotoka nje ya ile culture, kwamba labda culture nataka ufanye hiki mpaka hapa, sasa wewe umezidisha mpaka hapa, hii sasa hii inawezekana ni ugonjwa wa akili. Kwa hiyo ni vizuri wakawaleta wale wagonjwa hospitali wakapata huduma, na ndugu watakuja, wataelimishwa, watarudishwa tena kwenye jamii, mambo yanaendelea. Tiba inaweza kuwa ni ya muda mrefu kulingana na kama tulivyosema, kwa sababu za hizo sababisha za kibiolojia, za kijamii na za kisaikolojia. Kwa hiyo na unaangalia na jinsi ulivyotokea ugonjwa. Kwa hiyo kuna tiba za muda mfupi. Kuna mgonjwa mwingine tu anaweza kawa labda tuseme tatizo lake limemtokea tu ghafla. Yaani reactive tu. Kwa hiyo mgonjwa anaweza kupata tiba ya muda mfupi. Lakini mwingine lilipo kwa muda mrefu, labda mgonjwa mwingine amekaa nyumbani mwaka mzima hawajaje kumleta hospitali. Huyo of course tiba yake itakuwa ni ya muda mrefu. Alafu kuna wengine ambao wanaweza kuhitaji tiba maisha yao yote. Lakini kuhitaji tiba maisha yako yote haimaanishi kwamba hauko function normal. Unaweza kuwa na function lakini unaendelea kutumia dawa, kazi nini, mambo yako ya kijamii kama ni kuoa nini vinaendelea. Kwa hiyo unaweza kuna wengine watakuwa wanaendelea na dawa muda mrefu, kuna wengine wanatumia dawa kwa muda mfupi lakini shughuli zingine zote zinaendelea kama kawaida. Kama ni kazi anafanya, kama ni vitu vingine vya kijamii anaendelea navyo kama kawaida. Na hakuna haja ya unyanyapaa, kwa sababu magonjwa ya akili yana unyanyapaa. Ukishaumwa mara ya kwanza inaonekana wewe ni mgonjwa wa akili. Hata kama umeshapona utakachofanya chochote, hata kama mkifanya mtu mwingine ambaye wa kawaida, lakini kwa sababu wewe ni mgonjwa wa akili then wanasema huyu kwa sababu ni mgonjwa wa akili, which is not right. Na kwa mfano kama wanaozunguka wengi ni tunasema ni wale schizophrenia ambao ni chronic major mental illness ambao ipo kwa muda mrefu. Sasa of course kama wakiwahi wanaweza kupata tiba na wakapata unafuu. Lakini sasa kwa sababu wamekaa muda mrefu, wamekuwa neglected, kuna vitu vingi sana. Kwa hiyo unakuta hata akija hospitali of course atapata unafuu, lakini hawezi kurudi kwenye ile full recovery kabisa ya kawaida. Lakini hiyo nafuu inaweza kumfanya akajitafua asikai barabara. Inategemea lakini anaweza pia akajitambua. Kuna wagonjwa ambao wanaokotwaga labda wanaitwa na polisi au na wasamaria wema. Wanakuja tunakaa nao, of course tunaweza kukaa nao kwa muda mrefu. Tunaweza kukutana nao tunakaa nao hata miezi mitatu. Kwa sababu tuna pia utaratibu wa kutafuta hata ndugu. Unakuta ndugu yake labda yuko Singida, yuko wapi. Kwa hiyo tushakaa naye muda mrefu, muda unavyozidi kuenda naye anapata nafuu, anaweza akajitambua kwa namna moja, akapewa hata kitu cha kufanya. Na akafanya kawa productive. Mengi tumejifunza kwenye kipindi chetu cha leo. Sehemu yetu ya kwanza ni swala la wenzetu ambao wanapata magonjwa ya akili. Tujaribu kuchukua tahadhari, kwanza kuwasaidia wao kwa kuwapa matibabu, tuwapeleke hospitalini watibiwe, lakini pia tuwaweke mbali na watoto, tukae mbali, yani kwa maana ya watoto wetu wasije kupata madhara kama wale watoto ambao waliuliwa kule Tabora, ili kwamba sote kwa pamoja tuweze kufurahia kuishi jamani. Hayo ni mambo makubwa. Nadhani kuna mengine mengi ambayo umejifunza. Kama ungependa kuwasiliana nasi, tuandikie kupitia mitandao yetu ya kijamii. Ukienda Facebook tuna page yetu ya Wanawake Live, ukienda Instagram kuna page yetu pia ya Wanawake Live. Lakini vile vile kama hauna mitandao ya kijamii unaweza kutuandikia kwenye simu yako ya mkononi, unaanza na neno W Live, unaacha nafasi, andika ujumbe wako hapo, kisha tuma kwenda 15678. Mwisho kabisa ukitaka kuona vipindi vyetu vya nyuma
na mambo mengine mengi ambayo tunafanya kila siku, unaweza kutembelea pia website yetu ya wanawakelivetv.com. Mimi nawashukuru sana QFL, watengenezaji wa magodoro Dodoma, ambao wao ndio wanatupatia airtime kwa ajili ya kuweza jamani kupata hii fursa ya kuzungumza kila wiki hapa, kuelimishana mambo mbalimbali ili tuweze kufanya wanawake na watoto waishi vizuri katika jamii yao ya Tanzania. Licha ya QFL, na washukuru sana wanaonipa muonekano. Rose Brazilian sasa hivi ana mzigo mpya kabisa kwa nywele nzuri. Fika pale Mikocheni kwa ajili ya kuweza kujipatia nywele yako kutoka kwa Rose Brazilian. Lakini vile vile makeup nzuri unapata pale kwa Maznat Bridal Mikocheni, bila kusahau Beauty Points ambao wanakupa nguo za ukweli, yani ambazo zimetulia kabisa, pamoja na viatu. Na nasisitiza kusema wanawake tungependa kuishi vizuri, yani kupata muonekano hiyo bomba kabisa. Hizo stress za hapa na pale hatuzitaki, kwa hiyo tusaidiane ili na sisi tuweze kuishi vizuri katika jamii yetu. Mwisho kabisa, Mariedo wako hapa Namanga, ndipo nilipo hivi sasa. Wananiwezesha, wananisaidia hapa kwa ajili ya kuweza kupata viti vya ukweli. Location nzuri kabisa. Wewe kama bwana una nyumba yako, iwe ya kupanga, iwe yako mwenyewe umejenga, wewe ukija hapa utashangaa mwenyewe, utapata vitu vizuri, quality nzuri kabisa ambavyo vitakuwa vinakufanya usitoke nyumbani. Sasa hala usije ukaacha kwenda kazini. Mimi nakushukuru sana. Jina langu naitwa Joyce Kiria, mwanaharakati Superwoman. Tuendelee kukutana hapa, muda ni ule ndani ya East Africa TV. Na huu ni mwaka wetu, mwaka 2015 ni mwaka wa Wanawake Live. Tunakuja na mambo kabambe kabisa. Stay tuned.